Habari za jioni, habari za mida, habari za saa hizi, ndugu, jamaa na marafiki, nawashukuru sana kwa mara nyingine kuja. Nafikia kipande cha video ambayo nilituma, nafikia kitasaidia sana kwa somo hili. Na niwakaribishe tena katika somo letu hili ambayo ni mwendelezo wa somo iliyopita na tunaliendeleza. Kwa muda huu nitasema asante na shukurani kwa kupata fursa ya kuamuka, kushinda na kupata nafasi ya kuwa pamoja nanyi na kujifunza pamoja kuhusu aina 10 ya makosa ya kufikiri. So ni aina gani 10 hizo ya makosa ya kufikiri? Tutaenda kuchanganua moja baada ya nyingine, lakini kuna baadhi ya zile ambazo nitafanya mchanganuo mpana au nitaziongea kidogo zaidi kuliko zingine. Kwa hiyo itakuwa samani kwa zile ambazo sitazifafanua zaidi. Na ya kwanza ambayo tunaanza nayo ni kujiona mwathirika. Unahisi watu wanakuumiza hata kama hawakusudii kukuumiza. Ya pili, kiburi. Unajilinganisha na wengine ili kujiona bora au duni. So hii ya pili nataka kidogo nifafanue au niongee kuhusu hii pointi, kwa sababu ukianza kuona kwamba unaanza kujiona bora kuliko mtu mwingine au kujiona duni kuliko mtu mwingine, ujue uko katika mtizamo hasi wa maisha yako ya kawaida. Kwa hiyo ni makosa ya kufikiria, na hususan katika nchi yangu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ni DRC, nchi ambayo nilizaliwa. Hii pointi ya pili inahusika sana katika nchi hiyo, kwa sababu kuna makabila ambayo yanajifikiria kwamba wao wako juu ya makabila mengine. Kwa hiyo sio kwamba wanafikiria hivyo ni sawa, wanafikiria hivyo kwa sababu wana tatizo, wana makosa ya kufikiri. Hawafikirii, hawachunguzi kitu wanachokifanya kama sio sahihi au ni sahihi. Wao tu wanapochukua kwamba sisi ni bora, wanajichukulia hivyo na waangalii ni hasara gani ambayo inatokana baada ya kuwa na mtizamo kama huu. So kuwa bora au kuwa duni. So na kuna makabila mengine Kongo ambao wanajiona wao ni duni kabisa. So wanajikuta kwamba wao hawako sawasawa na wengine. So hiyo pia kwa hayo makabila ni makosa ya kufikiri. Sote kama makabila tuko na haki moja, tuko sawasawa, tunafikiria sawasawa, ili mradi tu tujigundue kwamba tunachokifanya sio sahihi, tunaweza kujiona sisi sote tuko sawasawa. Kwa hiyo hakuna tabaka katika nchi yoyote. Nchi yoyote watu wako sawa, haki ni moja. Uwe nani unakuwa ni mwananchi wa nchi hile, na hakuna mtu ambaye anaweza kuwa juu ya mwananchi mwenzake. Kila mtu anakuwa iko na haki sawasawa na mtu mwingine. Kwa hiyo ukiangalia hiki kipengele tukitumia sana katika nchi yetu ya Kongo, tunaweza kutafakari kwamba tuachane na hisia ya kujiweka kuwa bora au kujiweka kuwa duni. Sio sahihi, haiwezi kutufikisha popote, bali itatufikisha kwenye migogoro, kwa sababu tukiunda nchi au kabila ambazo kuna watu tayari wanaona bora na wengine wanaona duni, ni njia mojawapo ya kukaribisha migogoro yenye haina sababu yoyote. Inaweza kuathiri nchi, uchumi, watu wanaweza kufa, wanaweza kuuana, na hakuna faida yoyote ambayo tunatoa tukiwa na kiburi ya aina hiyo. So hii ni pointi ambayo nilikuwa nahitaji zaidi sana kuongea kwa machache. Pointi ya tatu ni haki ya kipekee. So unahisi unastahili kitu fulani kwa sababu ya nafasi au hadhi yako. So Kongo iko hivyo pia. Kuna watu wanajifikiria kwamba wao wanahitaji kupata kitu fulani kwa sababu wao ni wa fulani au wao ni watu fulani. So hivi vyote ni magonjwa ambayo yanasibu mwanadamu. Hawa ni, kwa kifupi, ni makosa ya kufikiria. Hatufikirii vizuri, tunafikiria vibaya. Ndio maana tunaanza kujihisi sisi tunapaswa kupata na hiki na hiki na hiki ambacho wengine hawapaswi kupata. Hapana, sote tunaweza kupata haki moja, na wakati tunapotendeana haki sisi kwa sisi, tunapofanya kila kitu vizuri,
nchi nayo inaenda vizuri, hususan tukianza kwenye familia, jamii na makundi mbalimbali, tukianza kufanya kila kitu kwa usawa, hapo tunaanza kuingia katika misingi ya nchi ambayo imesimamia misingi ya haki. Na ya nne ni kujiona huna uwezo. Unasema siwezi kufanya hili hata kabla ya kujaribu. So hicho kitu wanaoweza ni wa fulani, mimi siwezi. Hapana, mwanadamu ametengenezwa akiwa amekamilika. Tuna kila kitu, tuna macho, tuna mguu, tuna akili, tunafikiria kila kitu kwa vizuri. Kwa hiyo unapoanza kujifikiria, unapokuwa na fikiria katika hali hii, ujue moja kwa moja ni makosa ya kufikiri. 5, kukata tamaa. Kukata tamaa, ukikosea kidogo tu unaacha kabisa kujaribu. So unakuwa mwenye kukata tamaa. Kwa kitu kidogo unakata tamaa. Yaani so sio vizuri kwa mwanadamu kukata tamaa, lakini ni makosa ya kufikiria tu. Mtu akianza kufikiria makosa, anajuaka tu kwamba mimi siwezi hiki kitu, acha niache. Na unaacha kwa sababu ni makosa ya kufikiria. Kujitetea kwa makosa. So hata kama unafanya makosa, unajitetea tu. So unahalalisha kufanya kosa kwa kusema si jambo kubwa. Unafikiria ni jambo dogo hata kama umefanya makosa. Na hata ukistakiwa kwenye vyombo vya sheria, wewe kazi yako ni kusema kwamba labda nimeonewa, labda sijui nini. Kwa hiyo kwako unakuwa hutambui makosa. So mtazamo wa uhaba. Hii nitaisema hata kwa kimombo wanasema scarcity mentality. So unakuwa wewe unaamini hakuna vya kutosha. So ukiwa na pesa, ukiwa na nafasi, ukiwa na furaha na kadhalika, kwako havitoshi. Unahitaji vingi tu. So hii scarcity mentality ambao ni mtizamo wa uhaba, ambao mtu anakuwa na maisha ya kutokutosheka. So na sio vizuri. Ni makosa ya kufikiri kwamba unavyopewa havitoshi. So 8, kupendeza watu. Unahisi thamani yako inategemea kuwafurahisha wengine. So unapofurahisha wengine, unajisikia unapata thamani sana. Haujui. So wewe unachokifanya unataka watu wafurahi tu ili wewe upate thamani. Lakini je, unachokifanya ni sahihi au sio sahihi? Wewe hutaki kujua. Unachotaka kujua ni watu wanafurahi na wanakuona ni wa thamani. Basi. Ya 9 ni kukuza au kupunguza tatizo. Unafanya jambo lionekane kubwa sana au dogo sana kuliko ilivyo. So kwako, kama jambo lilikuwa kubwa, unataka kulifanya kuwa dogo kuliko lilivyokuwa. So jambo likiwa dogo, yani wewe kazi yako ni kutaka kupunguza tatizo. Isionekane ni tatizo, unataka kulipunguza tu. Namba ya 10, udanganyifu. Unajiambia kitu si kama kilivyo kweli. So unakuwa mdanganyifu. Na tunajua maisha ya udanganyifu kisi yalivyo. So na nini husababisha makosa ya kufikiri? Mara nyingi husababishwa na hisia za msingi kama hofu, aibu, kuumia, kukata tamaa na furaha. So nitazungumzia kuhusu hofu. Mtu akiwa mwenye hofu anakuwa ni mtu ambaye ana wasiwasi katika maisha yake. Yaani kitu kidogo tu hofu. Na ukianza kuona hofu, aibu, kuumia, kukata tamaa, kuwa na furaha, vitu kama hizi pointi zinaonyesha kwamba uishakuwa kwenye hatari.
ya vitu ambavyo vinasababisha makosa ya kufikiri. Je, ni mawazo yako ni nini kulingana na pointi ya makosa ya kufikiri? Unafikiria kwamba katika dunia ya kileo bado watu wanaathirika na makosa ya kufikiri, au dunia imekuwa na mabadiliko mazuri kuliko tunavyotegemea? Je, kwangu mimi hisia hizi ni za kawaida, lakini tunachagua jinsi ya kujibu. So jaribu kuangalia katika maisha yako, uko katika hali gani? Je, una tatizo la makosa ya kufikiri? Na kama una tatizo la makosa ya kufikiri, unahitaji kufanya nini ili uweze kushindana na changamoto hiyo ambayo unapitia? So kwangu mimi binafsi, makosa ya kufikiri inatokea, lakini mara nyingi naangalia ni jinsi gani naweza kuitafsiri kuwa nguvu kuliko kuwa changamoto kwangu. So asante sana kwa kunipa fursa na kunisikiliza kwa somo hili la makosa ya kufikiri. Nafikiri litakusaidia, nimenisaidia pia kwa kuwa najifunza, na unaweza kujifunza kupitia hili ambalo naongea hapa. So yawezekana unaweza kutafakari na familia, marafiki na watu wengine. So makosa ya kufikiri ndio inafikia katika jamii, familia, watu kuwa na migawanyiko, watu kujihisi kwamba wameonewa, wamenyanyaswa, kuwa bora, kwamba wao wanastahili na wengine hawastahili. Inaanza kwenye familia, inakuja kwenye jamii, inakuja kwenye taifa, na inakuwa ni janga ambayo haiwezi kutibika ikiwa tutachukua, mimi na wewe, tahadhari za mapema ili kutibu tatizo hili. Asante sana. Mchana mwema, usiku mwema.